ya upande tofauti. Ndio. Of course moja kati ya wasanii pia ambao wanafanya vizuri sana, walishawahi kufanya vizuri na still bado wanafanya vizuri kwa nafasi zao. Tukizungumzia Professor Jay ni moja kati ya wasanii wazuri sana. Na pia naweza kusema kwamba Prof ni moja kati ya wasanii ambao wanapenda kitu ambacho wanakifanya, wanapenda uandishi ambao wanaufanya. Understand? Tukikupa nafasi dakika 2 kwa sababu sasa hivi yupo hai Prof ya kuzungumzia mchango wa Professor Jay kwenye industry ya muziki wa hip hop kibongo bongo. Unaweza kumzungumzia vipi Professor Jay? Kwanza niseme tu ni mentor, yani maana yake ameshape wengi. Ukihitaji wasanii wa rap wengi sana, ukiambia nitajie top 5 yako lazima Professor Jay umkute. Kwa hiyo ni mentor, ameshape watu wengi. Lakini pili ni fighter. Alikuwa anapambana kipindi ambacho watu hawaiamini hip hop kabisa, yani kwamba huoni yeye alipambana. Kwa hiyo ni a very big fighter kwenye hiki ambacho tunaenjoy leo. Lakini pia tunaweza kusema ni very intelligent, ana akili, kwa sababu alichokuwa anakifanya kwenye muziki kilikuwa kina apply kwenye maisha yetu ya kila siku. Mifumo ya kiuongozi, maisha ya kifamilia na kijamii, na mwisho wa siku mpaka yeye mwenyewe akaingia kwenye mambo ya kiuongozi kwa sababu aliamini falsafa hizo, alishajenga au alishaaminisha watu anazo tayari kwenye kichwa na watu waliamini wakampa nafasi. Kwa hiyo ni mtu mwenye akili, ni mtu mpambanaji, lakini pia ni mtu ambaye ameweza kushape watu wengine. Yes, kwenye hichi ambacho tunakifanya. Unahisi muziki wa hip hop umeathiri vipi maisha ya vijana kwenye jamii? Umewafanya vijana wajitambue zaidi. Kwa sababu mostly wasanii wa hip hop wanaongelea kuamshana kwenye kujitambua, kuamshana kwenye kujijua, kujitunzia hadhi zenu, kutojifedhesha na kujidhalilisha. Yani hip hop mara nyingi imeegemea kwenye upande huo. Tofauti na muziki mingine mingi imebase kwenye nyinyi kujidhalilisha. Ushaelewa? Yani mtu yuko radhi kabisa anasema nacheza vua sio tupa kule. Anaona poa tu. Alafu kuna watu unakuta wanafuata eti wanafanya kweli. Yani ni kama vile mtu amekushika akili yako anaipiga piga anavyotaka. Ushaelewa? Lakini hip hop mara nyingi ipo kwenye usifanye kitu